Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah. Ndugu zanguni, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu wa subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, ama anwani ya mada yetu leo hii tunasema sihru ta'tili ziwaji a'radihi wa asbabihi wa ilaji. Leo tunazungumzia uchawi wa kumfanya mwanamke au binti asipate kuolewa, lakini pia tutaeleza dalili zake, kwa nini anakuwa, atajitambuaje kwamba yeye amepatwa na uchawi huo. Lakini pia tutaelezea sababu zinazopelekea hali hiyo, lakini pia tutaelezea matibabu ya tatizo hilo kwa aunu yake subhanahu wa subhana. Lakini pia leo tutamnukuu mwanachuoni ambaye yeye atakuja kutuelezea maelezo haya au makubwa haya. Ahmad Mustafa Mutawali ameeleza kwa mapana yake na mazito yake. Lakini kabla hatujaingia katika jambo lenyewe, kwanza nianze kukuambia kwamba hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii. Mustafa Mutawali anaanza kuelezea matatizo kama haya. Anasema kwanza taarifi, kulitambua tatizo lenyewe. Anasema huwa sarfu rajulu au alfatati ani ziwaji biqudrati Allah wa qadarihi. Anasema tatizo hili mara nyingi linatokea kwa kadari yake ambayo aliipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alilikadiria kwa mja wake kwamba huyu asipate kuolewa. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo mwanachuoni anaanza nayo na kusema au taakhuru ani ziwaji ma'a tawaffuru kafati imkanati ziwaji lirajuli walfatati, au pia kuchelewa, yani mtu huyu anaweza akaolewa lakini akawa amechelewa sana au atachelewa sana kuja kuolewa, lakini pia nakuwa ni mtu mwenye kukimbia jambo la kuoa au kuolewa, ikiwa ni kwa kijana wa kiume au ni binti wa kike. Kwa hiyo mwanachuoni akasema fataktamilu imkanati rajulu almadiya wa qad yakunu ala akhlaqi aliya wala yufakkiru fi ziwaji. Hali hizi zinaweza kumtokelezea mtu akashindwa kupata kuoa, na hali hii inaweza ikamtokea mwanamama au binti akashindwa kupata kuolewa hata kama ana maumbo mazuri, ana tabia njema, usra yake, familia yake yote ni nzuri kwa wastani, lakini ikatokea huyu akachelewa kuoa au kuolewa. Hiyo yote tunasema ni kadari yake subhanahu wa subhana. Lakini pia au la yajidu munasaba lahu min wajhati nadhri, au pia inaweza ikatokea mwanamama akashindwa kuolewa au baba akashindwa kuoa kwa sababu tu ile sifa anayoitaka kwa mwenza wake ambaye anataka muoe akawa hajaipata. Kwa hiyo nayo ikawapelekea wao kuchelewa kuoa, wakachelewa kuolewa. Au kulama yadhhabu alkhitbati fatati fala yuwafiqu. Lakini pia kuna namna lingine ya kwamba pia binti anaweza akawa anataka kuolewa, lakini pia anapofuatwa na mchumba kuja kuchumbiwa, anakuwa yeye ni mtu wa kukataa na anakuwa ni mtu wa kutoa kasoro tu. Maana kiwapo mabinti au akina mama kwa ujumla wao, kwa maana wanawake wote kwa ujumla wao, mara nyingi wengine baadhi yao wamekuwa ni watu wa kutoa kasoro sana.
Kwa hizi hali za kutoa kasoro nazo zikawa ni sababu zikapelekea mtu huyu kuchelewa kuolewa. Lakini pia wakadha alfatat qad takunu ala almawsufatin aliya min aljamali wal akhlaqi wa husni alahli. Lakini pia binti anaweza akawa katika hali iliyokuwa nzuri, ana sifa zilizokuwa nzuri za juu sana, sifa zote za kike anazo. Lakini pia binti huyu akawa ni mzuri sana, lakini binti huyu akawa na tabia njema sana, lakini pia binti huyu akawa na husni ahli, yani ile familia yake ni njema, lakini bado akawa na mtihani wa kutokupata kuolewa. Wala yadhhabu ahadu likhitbatiha au annaha tarfudhu kulla man yadhhabu likhitbatiha wa biduni sababi malmus. Anasema pamoja na sifa hizo alizonazo huyu binti, lakini binti huyu utamkuta kwamba hakuna anayeenda kwenda kumchumbia. Yani miaka inakatika, miezi inakatika, umri unazidi kwenda na hakuna anayeenda kumchumbia. Ingawa hatakana kwamba yeye binti huyu ana tabia njema, ana familia iliyokuwa nzuri, ana wasifu uliokuwa mzuri, yeye mwenyewe ni mzuri, lakini pia hapati kwenda kumchumbia. Au pia anaweza akawa anapata kwenda kumchumbia, lakini akawa anawakataa tu, anawatukana, anawafukuza na kadhalika, tena bila sababu yoyote ambayo iliyompelekea kuwa katika hali ya namna hiyo. Anasema bali innaha tandamu ba'da dhihabi al-khatib wa adami audatihi maratan ukhra. Lakini pia wakati mwingine binti anaweza akawa yupo tayari kuolewa, na mchumba anapokuwa amekuja kumchumbia na wakawa wamekubaliana, kisha baada ya mchumba kuweza kuondoka, yule mchumba asirudi tena. Kitendo cha mchumba yule kuto kurudi tena kikao kinamtia majuto. Kwa nini mimi nachumbiwa halafu mchumba kishaondoka ndo harudi tena na kadhalika. Wenyewe wanasema riziki zinakuwa hazisimami katika hali ya namna hiyo. Lakini mwanachuoni anasema waama, yote kwa yote hayo tunayozungumza, anasema fa inna ta'akhuru fi ziwaji hatta wa in kana sababi huwa sihru fa innahu qadaru min aqdari llahi ta'ala wa ibtilaihi minhu. Anasema kwa vyovyote vile takavyokuwa, iwe ni kuchelewa kwa ajili ya mipango ya Mwenyezi Mungu, iwe ni kuchelewa kwa sababu ya uchawi wa kurogwa, lakini yote kwa yote tunasema ni kadari zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na majaribio yake Mwenyezi Mungu aliyomjaribu mja wake huyo, awe ni wa kike, binti wa kike, au mama mjane anataka kuolewa tena, au baba wa kiume ambaye anataka kuongeza mke mwingine, au hata hajapata kuoa. Yote kwa yote tunasema ni kadari yake Subhanahu wa Ta'ala. Lianna azwaji rizqu, anasema kwa sababu kuoa tu kwenyewe au kuolewa ni riziki. Wa anta ta'lamu qawluhu ta'ala, na hali ya kuwa tunatambua maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema katika suratu Dhariyat, anasema aya 22 baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kwamba katika mbingu kuna riziki zenu maalum. Kila mwanadamu kaishapangiwa riziki zake namna gani zitakavyokuja. Zingine zitakuja kuchelewa, wengine watawahi mapema, wengine watakuja kupata katika wakati, wengine watakuja kupata mwishoni kabisa uzeeni huko na kadhalika. Sasa mwanachuoni anaendelea kusema, anasema lakini sasa pamoja na yote hayo yaliyotangulia kadari yake Mwenyezi Mungu, iwe ni kwa uchawi na kwa nini, anasema walakin yajibu tarahi lakin yajibu sa'i nahwihi fahuwa suratu min suwari rizqi wa hifna Allah ta'ala li sa'i nahwi rizqi, kwamba yote kwa yote inatakiwa tusijicheleweshe kubaki nyuma katika kuiendea hiyo riziki, bali inajibu watu tuiendee riziki hiyo na tuifate katika sura halisi ya kusema kwamba hile naifuata ni riziki yake Allah tabaraka wa taala. Na ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka na sisi tuweze kukaa katika maisha yaliyokuwa mazuri. Wa maarifati sababi ibtalihi wa in kana ibtalihi fasabrun jamil. Na mwanachuoni huyu akasema kama itakuwa tatizo kuchelewa kuoa, kijana wa kiume akachelewa kuoa, baba baada ya kuwa ameachana na mke wake hajapata tena kuoa,
au mama baada ya kuachana na mume wake hajapata tena kuolewa, au binti toka usichana wake mpaka hapo alipo hajapata kuolewa. Kama itakuwa ni kwa sababu ya uchawi, basi mwanachuoni anasema ni lazima, ni vyema tuliendee jambo hilo kujua namna gani tutakavyolitatua tatizo hilo na kumwacha mtu akiwa salama. Na kama itakuwa ni majaribu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mja wake, basi hiyo ni kadari yake Subhanahu wa Subhana. Lakini hata hivyo hiyo kadari inaondoshwa kwa kuomba dua ya Subhana wa Ta'ala, kwamba tunamuomba Mwenyezi Mungu kadari yake hiyo hiyo aliyokadiria huyu asipate mume, huyu asipate kuolewa, basi ni kwa kadari yake hiyo hiyo Allah tabaraka wa taala tunamuomba aweze kutuondoshea hiyo kadari, bali aweke kadari ya mtu huyu aweze kupata riziki yake ya ndoa. Sasa anasema fa in kana sababu dunyawiyya nas'a li an nazihahu bikulli tarqi. Anasema kama itakuwa sababu ni ya mambo ya kidunia, sasa ndio imepelekea huyu binti haolewi. Kama ni mambo ya kidunia imepelekea huyu baba toka alivyoachana na mke wake mpaka leo hii hawezi tena kuoa. Kama ilikuwa ni sababu huyu mama toka alivyoachana na mume wake amebaki ni mjane tu, wala hana hata kumuuliza, basi kama ni mambo ya kidunia inatakiwa tuyaendee na tuweze kuyaondosha matatizo hayo. Lakini pia anasema fa in kana sababu taakhuru ziwaji maarufu, kama itakuwa tatizo la kukosa kuolewa linatambulika, yajibu alaina an nazila as-sababa hatta ya'ti al-musabbab, kwamba inatakiwa hiyo sababu kama tunaijua ni ya kidunia tuiondoshe mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye ajalete sababu ya kuweza kumfanya huyu apate sababu ya kuolewa au ya kuoa. Lakini pia nasema wa'ama qad yakunu sababu ta'tili ziwaji huwa sihru. Nasema nayo yote kwa yote, 90% ya watu kuwa na hali hizi za binti kuchukua toka alipokuwa kupatwa na usichana wake mpaka anafika miaka kadha wa kadha huko mbele hajapata kuolewa, au huyu mama alipata kuolewa na akaachika, na baada ya kuwa ameachika hajapata tena wa kumuuliza kuoa, au huyu baba toka alipokuwa na mke wake alivyoachana na mke wake mpaka leo hii hataki tena kuoa, au huyu kijana toka alipo balighi mpaka hapo alipo hataki tena kuoa. Mara nyingi 90% ni uchawi unaitwa sihru ta'tili ziwaji, ni uchawi unaosababisha kumpeperusha mtu asipende kuolewa, 90% kwa mujibu wa mwanachuoni Imam Sha'rawi. Kwa hiyo nasema wa huwa mawdu'an al'an, na hili sasa, hili tatizo sasa la uchawi wa kupeperusha mtu asiolewe ndiyo maudhui yetu leo hii. Na jambo hili lina nukta nyingi sana ambazo biidhnillahi tabaraka wa taala hii itakuwa ni sehemu ya kwanza, kisha nitakuja kuletea sehemu ya pili ya tatizo hili kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala na tuweze kuliondosha. Sasa suwaru sihr taakhuru azwaji, picha kamili ya uchawi unaopelekea mtu achelewe kuoa, achelewe kuolewa, asipate mume, asipate mke. Tunasema tatizo hili, anasema li sihri taakhuru ziwaji suwar yadhharu fiha hatta yasrif al-mashhur an az-ziwaji, wa hadhihi as-suwar تكون نوع من أنواع السحر المختلفة ولكنها صورة من صور السحر تأخر الزواج من الصور السحر الوقفي. kwamba anasema uchawi huu wa kumfanya mtu asipate kuolewa ni namna au ni miongoni mwa chawi ambazo zinazotumika kwa wanadamu kuwapeperushia wachumba wao wasiweze kuolewa, mpaka akabakia mtu huyu hana msimamo, yani amesimama tu hapo, yani hajui ni nani atakayekuja, nani aliyekuja, atarudi tena, aliyoko sasa hivi nitampata simpati, yani anakuwa katika kizungumkuti ambacho asichokielewa. Hii ndio inaanza picha kamili ya namna gani uchawi huu jinsi ulivyo. Lakini huu uchawi wa sihri ta'tili, uchawi huu wa kumpeperusha mtu asiweze kuoa, uchawi huu wa kumpeperusha mtu asiweze kuolewa una nukta nyingi sana. Moja ya nukta ya kwanza, ndani yake baada ya kutengenezwa uchawi huu panapatikana uchawi mwingine unaitwa sihru takhyil, uchawi wa kuleta maruerue. Lakini pia kuna uchawi mwingine sihru tahqiri sha'ani, kuna uchawi unaitwa sihru tahqiri sha'ani, yani uchawi wa kujidharau wewe mwenyewe.
naomba utanisikiliza kadri nitakavyozidi kuendelea, na wewe utajichunguza ni namna gani ulivyo katika maisha yako. Lakini pia kuna kitu kingine kinachoitwa al-ashiqu, sihrul ashiqi, uchawi wa ashiki. Lakini pia ndani yake kutakuwa na kitu nitakachokuja kueleza kinaitwa jinnu ashiki, jini ashiki. Yote haya ni ambayo yanayopelekea mtu kukosa mume au kukosa kuolewa. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza nitakuelezea, kisha nitakuja sehemu ya pili tuweze kuimalizia, na sehemu ya tatu tuweze kuona nini sasa suluhisho la tatizo hilo kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu, hapa nianze kuelezea moja ya matawi ya far'u ya uchawi huu unaitwa uchawi wa kupeperusha kuoa au kuolewa. Moja ya tawi ya kwanza kunapatikana sihr takhyil, uchawi wa maruweruwe. Kwa nini uchawi wa maruweruwe? Tunasema wa huwa naw'u min anwa'i sihr yatakhayalu fihi al-insanu tahriku shay'in au taghyir hay'atihi, wa huwa alladhi hadatha ma'a sayyidina Musa alayhi salam. Qala ta'ala, anasema uchawi huu, mwanachuoni huu anaeleza uchawi huu wa takhyili ni uchawi ambao unaofanya kuleta maruweruwe kwa mwanadamu kwa kuweza kubadilisha kitu kutoka hali kwenda hali nyingine, au kubadilisha muonekano wake au ule uhalisia wake. Na uchawi huu ulitokea toka enzi ya Mtume Musa alayhi salam alipokuwa akipambana na wachawi wa Firauni. Uchawi huu wa takhyili maana yake ni kwamba mchumba uliyemuona, kama umemuona binti kakupendeza na unataka umuoe, baada ya kwenda kumuelezea jambo la kumchumbia, baada ya hapo sasa wewe unaanza tena kumuona yule binti akiwa na sura mbaya, akiwa anaonekana vibaya, matamuongeaji wake mbovu, ukaaji wake, yani inakuwa kukubadilishia mazingira ambayo wewe itakupelekea umchukie yule mtu. Au binti kadhalika ni hivyo hivyo. Ndivyo uchawi huu jinsi ulivyo. Sasa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anausemea uchawi wa aina hii katika kitabu chake kitukufu cha Qur'ani baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Haya ni maneno yake Allah Tabaraka wa Taala. Anasema Musa anasema, wakasema wachawi wa Firauni kumwambia Musa, ewe Musa, ama wewe uanze kuroga, kutupa chawi zako za kuroga, ama sisi ndipo tuanze kutupa chawi zetu za kuroga. Nabii Musa akawajibu akasema, basi ninyi anzeni kuroga kwa kutupa fimbo zenu za kichawi na kamba zenu za kichawi, mwanze kuroga. Basi walipoanza kufanya vile, ule uchawi anasema yukhayalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, ukaanza kumfanyia maruweruwe uchawi ule kutokana na chawi zao, na ukaonekana Nabii Musa kauona kana kwamba unatembea. Kwa hivyo wale mabwana walipotupa zile fimbo zikageuka kuwa nyoka. Kwa hiyo uhalisia, macho yakitazama hayaoni tena kama ile ni fimbo, bali inaona ni nyoka. Lakini kumbe nyuma ya pazia ile ni fimbo tu. Ndio uchawi jinsi ulivyo. Sasa na hali kama hiyo ndio inamtokea hata binti wa kike kumuona mchumba wake ana sura mbaya, na hali kama hiyo inamtokea hata kijana wa kiume kumuona mchumba wake ana sura mbaya, na kadhalika katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo mwanachuoni anaendelea kuelezea tatizo hili, anasema fataral fatatul khatib fi suratu sayyi'a ghaira surati. Anasema binti atamuona mchumba wake wa kiume akiwa na sura mbaya tofauti na sura ambayo halisi aliyomuona nayo mara ya kwanza, mpaka akamkubali na kuweza kumleta katika familia yake. Anasema wakadhalika yara al-khatibu al-fatatu fi suratu sayyi'a, na hivyo ndivyo ilivyo ambapo hata binti wa kike kijana wa kiume atamuona mchumba wake wa kike kwamba na sura mbaya, kitendo ambacho si halisi ilivyo katika muonekano. Kwa hiyo yataghayyaru wajhaha wa malamihaha hatta yakrahu an yaraha wa yansarifu anha. Kwa hiyo katika hali kama hiyo uso wa binti utakuwa unakerahisha kwa mchumba wake,
muonekano wake utakuwa unakerahisha kwa mchumba wake, mazingira yake kamili yatakuwa nakerahika kwa mchumba wake, kitendo ambacho mchumba yule hataweza tena kurejea kwa binti yule, na hatimaye binti yule atakuwa anajiona kila siku yeye ni wa nyumbani, kila siku yeye ni wa kukimbiwa na wachumba, kila siku yeye ni wa kukatu kwao. Kwa hiyo wayansarfu al-khatib anha birraghmi min anna shaklaha jamil, asema na hivyo ataondoka huyu mchumba na kumwacha mchumba wake na kuachana na masuala ya kuoa, hali ya kuwa yule mchumba atabakia katika uzuri wake na mapambo yake vile vile, ingawa huyu kijana ameondoka na amemwacha yule mchumba kwa mazingira aliyotengenezewa ya kwamba mchumba huyu ni mbaya, hafai, ana sura mbovu, anatembea hovyo, yani adomo, yani kadha wa kadha. Mambo ni mengi ambayo yanaojengeka katika macho yule kijana anapomwangalia mchumba wake. Na katika hali za namna hiyo ndio na mimi nikaonelea pia nikuletee dawa hii ambayo ni mujarabu kabisa, inaitwa furaha ya ndoa. Hii itakurejeshia faraja, itakuletea faraja yako. Baada ya kuwa umeachika utapata mume, baada ya kuwa umemwacha mke utapata mke mwingine, baada ya kuwa wewe ni kijana wa balighe mpaka leo hii hujaoa, hii itakuletea faraja. Ama wewe ni binti ambaye hujapata kuolewa, basi hii itakuletea faraja ya ndoa kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yote kwa yote tunasema walakin as-sihr yughayyiru min shakliha. Yote hayo yanampelekea ule uchawi aliorogewa huyu kijana, unamfanya huyu kijana aone yule binti amebadilika shakli yake, yani majimbile yake, amama al-khatibu, mbele ya mchumba wake. Wakadhalika tara al-khatibu fi surati sayyi'a fatakrahu an taraha. Na hivyo hivyo hata binti naye anaweza akaona sura ni mbovu sana ya mchumba wake, kitendo ambacho kikamfanya akakataa. Hivyo ndivyo yanavyotokea madhila makubwa vijana wetu na watoto wetu, mabinti zetu. Kwa hivyo inatakiwa tuchukue jukumu la maksudi kabisa ili kuweza kuwanusuru katika matatizo haya ya kupata riziki zao za ndoa. Kwa hiyo anasema waqad yuhimu al-jinnu al-fatatu bi-tariqati au bi-ukhra bi annaha laysat bikra fatakhabu min al-fadiha wa tarfudu az-zawaj wa la taqbalu fathi hadha al-mawdu'i min ahadi. Kitendo ambacho pia uchawi huu unaweza kumpelekea yule binti kuchochewa katika kifua chake kwamba wewe unataka kuolewa, mbona wewe hata so bikra, wewe unataka kuolewa, mbona bado ungaliki ushawahi kuzaa na ukatoa mimba. Yani kuna vitu vingi ambavyo vinamchochea katika moyo wake, kitendo ambacho binti huyu atajiona kwamba yeye hafai na hana sifa ya kuishi katika ndoa. Kwa hiyo muda wote tu atakuwa anawafukuza wachumba. Kwa kadari yake Allah tabaraka wa taala, insha Allah na mimi nimekuletea dawa hii ambayo inaitwa ni furaha ya ndoa. Hii itakurejeshea faraja yako kwa idhini yake subhanahu wa subhana. Ikhwani, ndugu zangu, wewe binti ambaye hujapata kuolewa, wewe binti ambaye unatamani kuolewa, wewe binti ambaye wachumba wanakuja na wanaondoka, wewe binti ambaye unaziona tu ndoa kwa mabinti wenzako, basi hii ni furaha ya ndoa. Jitahidi uipate kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie wote kwa pamoja, insha Allah tutaweza kufanikiwa. Lakini pia wewe kaka ambaye umeweza kubalighi, mpaka leo hii ni miaka mingi sana hujapata kuoa, jitahidi uipate furaha ya ndoa, itaweza kukurejeshea khairi na mafanikio yaliyokuwa makubwa. Lakini pia wewe baba ambaye uliyekwisha kumwacha mke wako mpaka leo hii hujataka tena jambo la kuoa, basi jitahidi uipate furaha ya ndoa kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, itatunufaisha. Ikhwani, ndugu zangu, leo nitaishia hapa, lakini kesho nitakuja kukuelezea muendelezo mwingine wa uchawi wa kumfanya mtu kushindwa kuoa au kuolewa. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo inaitwa sihr takhyil. Lakini pia nitakuja sasa kesho nakuja kuelezea sihr tahqiri al-sha'ni, uchawi unaomfanya mtu aweze kujidharau yeye mwenyewe kwamba mimi sina sifa ya kuwa na mke, sina sifa ya kuoa, sina sifa, hana sifa ya kuolewa na kadhalika. Yani wewe mwenyewe unajidharau katika hali na mazingira kama hayo. Inshallah itakuja sehemu ya pili biidhnillah tabaraka wa taala. Niseme wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.